kama ambavyo mimi nimewezeshwa. Ujasiri na kazi ninayofanya, matunda yote yametoka kwa wenzetu wa Hanse, kwa sababu tulipata mafunzo 2004 mpaka 2005. Ilikuwa ni special course ambayo unakwenda kwa wiki kadhaa mbili, unarudi tena unafanya kazi, unarudi. Ndani ya miaka miwili tukawa tumehitimu. Kwa ndo maana anasema ni wale wanafunzi au waliopitia mafunzo ya Hanse kwa kipindi kile kilichopita. Kwa mimi ni mmoja hapo. Tulikuwa wanawake wengi, wako wengi tu, kina Mama Kabaka, kina nani hawa, kina Lucy Mayenga na nani, ambao wako wengi ambao wako kwenye nyadhifa sasa hivi. Wengi ni wabunge na wengine ni wakuu wa wilaya. Kwa kweli mimi nasema mtufikishie salamu zetu. Mafunzo hayo ndio mimi yalinipa ujasiri hata kutamani kuja kugombea ubunge. Kwa sababu unapewa mafunzo ambayo yanakupa ujasiri, lakini yanakupa uelewa mpana na kazi unayokwenda kuifanya ni ipi. Nadhani wote mtakuwa ni mashahidi katika kazi na utumishi tuliofanya, tulikuwa tunawashirikisha sana. Kwa sababu ukitaka upate maendeleo ya haraka, lazima umshirikishe yule unayemuongoza. Lakini yeye pia anatakiwa aibue kila anachotamani akione kwenye mtaa wake. Na kama mnavyojua, wenye vitu wengi mlikuwa mnashindana kwa kuibua miradi. Wala sikuambia ibua mradi huu, lakini ilikuwa ni ule mradi wewe unaofikiria kwamba huu utawafaa watu wangu. Kwa wapo walioibua ofisi za serikali za mitaa watu wapate huduma, wapo walioibua masuala ya shule za msingi, wapo walioibua habari ya zahanati, wengine wakaibua barabara. Lakini kwangu mimi katika utumishi wangu, barabara ilikuwa ni kipaumbele cha kwanza. Na ndio maana unaiona Ilemela sasa imefunguka kuliko ilivyokuwa wakati tunaingia. Nadhani na mkuu wangu hapa ni shahidi. Kwa kila mmoja alikuwa na kipaumbele chake katika swala zima la kuleta maendeleo. Lengo la ile ni kutaka kuona kwamba unawapa watu maamuzi ya kile wanachokitaka, ili mradi yawe ndani ya misingi na mwongozo katika swala zima la kiutendaji na katika kutafuta maendeleo. Kwa hiyo tulifanya hivyo makusudi, na kweli tulipofika sasa hapa Ilemela, nadhani Ilemela ya sasa sio ile Ilemela ambayo tulikuta 2015. Na mimi nashukuru Mungu kwamba tumeweza kuacha alama, na anayeingia pia nadhani ataweza kufanya yale atakayoyaweza katika kuona tunasongaje mbele. Rai yangu kwenu katika haya mafunzo ambayo umepewa, ni vizuri kama ambavyo watangulizi walivyosema, uliza kadri unavyoweza uweze kujua jukumu lako. Kuna watu wanafanya kwa uzoefu, hawajawahi kupata mafunzo. Sasa mafunzo hayo unayoyapata leo yakupe wewe nguvu na uwezo kwanza wa kujua haki yako katika utumishi wako, haki yako katika swala zima la kusogeza maendeleo, majukumu gani wewe unayasimamia na unawajibika vipi kwa wananchi wako, ili uweze kujua kwamba kabisa mimi sasa ni mwenyekiti, majukumu yangu ni 1 2 3, uwajibikaji wangu ni 1 2 3, na kama nataka kusogeza maendeleo kwa wananchi wangu lazima nifanye 1 2 3. Moja hapo ikiwa ni vikao, masuala ya mapato na matumizi na mambo mengine, mtaambiwa jinsi ambavyo ipo. Kwa hiyo hii itawasaidia, kwa sababu mwongozo huu una mambo mengi ambayo yanagusa kuanzia chini kabisa, na maendeleo katika wilaya au taifa lolote inaanzia kule chini ambako nyinyi ndio mlioko. Kwa hiyo wewe ukishindwa kwenda vizuri kule chini, maana yake huku juu pia kutakuwa na shida. Wewe usipofanya vizuri, pia diwani wako hawezi kupata kile ambacho anatakiwa kuwakilisha wewe kwenye halmashauri. Kwa hiyo nyinyi ndio msingi na chimbuko la maendeleo katika maeneo yetu. Lakini pia ni umuhimu wa viongozi katika ushirikishwaji wa jamii wanayoiongoza. Kwa sababu wewe kama ni kiongozi, ukitaka mambo yako yaende vizuri, shirikisha wale unaowaongoza. Na kwenye timu yako ile ya wajumbe, unalolisema wewe wajumbe wako walifahamu. Ili likitokea la kutokea, wasikunyoshie mkono wewe, bali wanyoshie mkono timu nzima. Ukibeba dhamana peke yako, wale watakuruka, watasema haya yalikuwa ya mwenyekiti. Lakini ukiwashirikisha, wakajua sasa mnakwenda kufanya 1 2 3, kwako wewe inakuwa ni nzuri zaidi. Na yaongea kulingana na experience ambayo tumefanya, lakini na yaongea kwa sababu ninajua mtapata mengi zaidi ambayo watawapa kuelewa namna bora ya kuweza kutenda kazi. Lakini pia katika swala zima hii inakwenda kukuchochea wewe katika kuleta ushindani wa kimaendeleo. Sidhani kama mtu anayekaa mtaa wa Kabambo atakubali mwenzie aliyeko mtaa wa Msumba amzidi katika ile kasi ya maendeleo. Kila mmoja atataka kuona yeye ndio ni chachu. Kwa hiyo katika hayo ni wewe mwenyewe kuamua namna ya kusimamia, namna ya kushirikisha jamii, na katika swala zima ni kuona utayari wa wananchi ukoje. Lakini maoni na mawazo yatoke pia kwao. Itakuwa imekusaidia sana wewe.
Kwa hiyo niliona haya mafunzo ni vizuri yaje ya mpewe, muweze kujua maana ya uwajibikaji na ushiriki wenu katika swala zima la maendeleo, lakini namna ambavyo mtasimamia masuala ya ulinzi na usalama katika maeneo yenu, kwa sababu nyinyi ndio viongozi kule. Na haya ambayo yaliyotokea tuwape pole, lakini pia niseme sasa yanakwenda kutuamsha zaidi katika yale maeneo yetu, kwamba tunawekaje pia ulinzi kwenye maeneo yetu. Mimi kwa majina naitwa Rafael Ami. Sasa mimi natoka shirika linaitwa Hans Seidel Foundation. Jambo langu ni fupi sana. La kwanza kabisa ni juu ya kutoa kidogo historia ya haya mafunzo. Unajua mara pengine jambo likitokea watu wanasema usifikirie ni maana imetokea wapi. Si mnafahamu ile historia ya maana kule jangwani kwamba maana imeshuka. Sio hivyo. Kwa muda mrefu Mheshimiwa Daktari Mabula amekuwa akifanya kazi ya kufuatilia haya mafunzo. Na hii ni kwa sababu yeye mwenyewe ni mnufaika wa haya mafunzo. Na sisi kwa kawaida tuna utaratibu wa kupromote au kujaribu kuwaenzi wale viongozi ambao sisi tumewafunza na wameshapanda mpaka ngazi ya juu, kujaribu kuhakikisha ile kazi yao inazidi kushamiri. Kwa hiyo mwaka jana nyinyi mlivyochaguliwa tu 2024, mama alianza na sisi kwamba jamani, nina viongozi wamechaguliwa kwenye eneo letu kama ilivyo Tanzania nzima, sio? Ndio. Na sisi tunapokea maombi kutoka kwingi, lakini yeye akasema Hans, nisaidie, hawa wenzetu hawajapata mafunzo na ni wapya, sio? Si kweli jamani? Kweli. Kwa hiyo basi akaomba. Kwa bahati mbaya hatukuweza kufanikiwa kupata majibu ya lini hayo mafunzo yafanyike. Kulikuwa na changamoto za fedha na changamoto zingine, lakini shukuru Mungu mwaka huu muda umepatikana. Lakini pia kuna mabadiliko yameendelea hapo nyuma, sio? Kila mtu anayafahamu. Lakini basi ameomba na sisi tumetenga fedha kwa ajili yake, na tukasema basi ni muda mwafaka, ingependeza yeye mwenyewe asikie kwamba tumetimiza ahadi yetu. Kwa hiyo naomba tumpigie makofi kwa ajili hiyo. Lakini mama hajaishia tu kupeleka maombi, alifuatilia. Mara pengine naambia mama subiri, anasema haya, mwezi unapita, wa pili, haya jamani, maombi yangu vipi hapo mezani? Mama subiri kidogo, naona kuna mambo yamekwama huko Ujerumani. Hivyo hivyo. Lakini la mwisho nililofanya, wakati tunaandaa haya mafunzo huwa sisi hatukurupuki. Tunaanza na wale wenyeji, tunawaambia jamani, kwani nyewe mna changamoto gani? Huwezi kupeleka sehemu ambayo kuna mchele na wewe ukapeleka tena mchele. Si ndio? Mwenye mchele anakosa maharage au anakosa nyama. Kwa hiyo katika kuchangia mada zenyewe hizi, huyu mama ametusaidia katika kuandaa mafunzo, kwa sababu nyewe mnajua huyu mama ni mtaalamu, sio? Wanasema udaktari wake sio wa kushona sindano ni wa PhD, wa kusomea. Kwa hiyo amechangia mawazo katika kuhakikisha kwamba haya mambo yanafanikiwa, na yanafanikiwa yanajibu shida zenu. Nafikiri mtu wa halmashauri anafuatilia kwa makini. Kwa hiyo la kwangu la kwanza kabisa kumshukuru mama na kuwashukuru nyinyi ambao mmeshiriki. Sasa kwa ajili ya washiriki, mafunzo yoyote yanakuimarisha, lakini haya mafunzo yanategemea kitu kimoja tu. Wewe unaweza kuamua ukaweka kikombe kinyume chake. Chukua kikombe, alafu kigeuze chini juu, alafu endelea kuweka chai, itaingia mahali. Kwa hiyo uweka kikombe chako vizuri, pokea, uliza, hoji. Hizi siku mbili zinaweza zikawa za manufaa makubwa sana. Mara pengine hizi kazi za kuchaguliwa, unachaguliwa tu unaambia haya tayari wewe ni mwenyekiti. Kwani kazi yangu nini? Haya unapewa vipande. Sio? Watu wa halmashauri wanajitahidi, lakini wenyewe wana watu wengi wa kuhudumia. Kwa hiyo hata kama wana documents wanakutupia mezani, mzee karatasi hiyo hapo soma. Tunasomaga? Wengi hatusomi. Kwa hiyo kwa washiriki mimi ni waombe,
mfunguke, mtoe ushirikiano, ulizeni maswali yale yanayotakiwa kuweza kupanua uelewa wenu. Majina naitwa Scholastica Barnabas Dionizi, ni mwenyekiti wa mtaa wa Meko Kusini, kata ya Meko, Ilemela, Mwanza. Kwa mbunge wetu mstaafu, Mwenyezi Mungu akulinde. Sababu hiki kitu wengine tulikuwa hatujui. Kama mimi naona ni mara ya kwanza kushiriki. Najua kabisa kwamba nitapata mengi yale nitakayofundishwa au nitakayoelekezwa, ndio hayo nitakayoenda kuyafanyia kazi. Na nitakuwa na uzoefu mzuri zaidi. Na mimi pia nitawasaidia hata wengine ambao hawajui. Maana kuna mtu anaweza akaja ofisini akakuuliza swali ambalo unashindwa kulijibu. Lakini kwa mafunzo haya natumaini kwamba nitapata uzoefu wa kujibu hata yule atakayekuja kuuliza swali asilolijua. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Naomba siku nyingine tena au miaka mingine tunakuombea maisha marefu. Mungu akubariki ili watakaochaguliwa tena wengine kwa awamu zingine wao wanapata mafunzo kama haya. Majina yangu mimi naitwa Fidelis Benjamin, mwenyekiti wa mtaa wa Meko. Nakaa Meko, mtaa wangu ni Gideri Kivukoni. Kitu cha kwanza napenda kushukuru sana uongozi wa awamu ambao uliopita, ndugu yetu aliyekuwa mbunge Angelina, kwa kazi nzuri ambayo aliyoifanya. Kweli alikuwa ni mama shupavu ambaye amefanya kazi vizuri. Lakini kwa awamu hii ambayo imepita kwa mwaka 2025, kweli huyu mama hatuko naye kwa sasa, lakini ameamua kufanya kazi nzuri ya kuwaita wenye viti wa serikali za mtaa katika wilaya yetu ya Ilemela. Lengo na nia ni nini? Lengo na nia ni kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Na lengo na nia ni kuwa na umoja katika nchi yetu ya Tanzania. Na lengo ya nia ni kuijenga Ilemela. Na anaijenga kwa misingi ipi? Anaijenga kwa sababu ya kuwa na viongozi bora. Kwa nini awe viongozi bora? Ili uwe kiongozi bora lazima upate elimu. Na hii elimu ameileta mama yetu ndugu Angelina Mabula kwa ajili ya kuwafundisha wenye viti wa serikali ya mtaa. Hilo kitu mimi nampa pongezi kubwa sana, kwa sababu ni mama ambaye hayuko kwenye madaraka, lakini ni mneki katika nchi yetu ya Tanzania. Ameona hitaji la viongozi wake wa mkoa wa Mwanza au wa wilaya ya Ilemela, ameona hitaji la elimu ya kuwafundisha wenye viti wa serikali ya mtaa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.